Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha utupe riziki yetu ya kila siku. Leo ni tarehe 26 ya mwezi wa 4 na tunaendelea na tafakari ya neno la Mungu la kiuchumi kila siku. Na kumbuka jana nilikuachia ile wazo la 3 ambalo tulikuwa tunaongea ya kwamba ni muhimu kujifunza kupitia familia, kufundisha watoto wetu na kujadiliana nao mambo ya msingi wakati wa chakula. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo tulikuwa tunaliongelea jana, na nikwambia na sababu kama 2 au 3 kubwa ambazo tulikuwa tunaziangalia. Moja, nikakwambia ndivyo hata dunia inavyofanya. Wanatumia vyakula vya hisani kukusanya michango na kuchangishana kwa mambo ya kiuchumi. Lakini nilikupa mfano wa 2 ambao ni wa Sauli na Abneri, mkuu wake wa jeshi, pamoja na serikali yake akiwemo Daudi na Yonathani mwanae. Walitumia muda wa chakula wakati wa mwandamo wa mwezi ili kwenda kuongea mambo ya msingi ya familia yao. Kwa hiyo ni msingi sana ukatumia muda wa chakula. Nilikwambia kiutamaduni sisi tunazuiwa kuongea wakati wa chakula, lakini ukiangalia ni msingi na ni muda wa muhimu sana wa kutumia kuongea. Yaani kwambia wana saikolojia pia wanasema huu ni muda ambao milango yote ya fahamu ni kama inafunguka, inafanya kazi, na kwa hiyo ni rahisi mtu kusikiliza na kuelewa kitu ambacho unamwambia. Kwa hiyo tuachane na utamaduni wa zamani wa kutaka kutokuongea wakati wa chakula, badala yake tutumie muda huo kuongea mambo ya msingi, maendeleo ya watoto, mambo ambayo wanayo, changamoto walizonazo. Kuwauliza watoto wanataka kuwa nani kwa mfano baadaye na kuwa shape ni muhimu sana ukatumia muda wa chakula. Ni mzuri na ni muda ambao watakumbuka kirahisi yale ulioongea nao. Maendeleo yao ya shule na mambo kama hayo, misingi ya kibiashara, wafundishe muda wa chakula. Muda mzuri sana kwa watoto kushika yale unayowaambia. Mfano wa 3 ambao nataka nikupe au nijenge hoja hii ni mfano wa Yesu mwenyewe. Mara kadhaa unaona Yesu akitumia muda wa chakula kuongea na wanafunzi wake, na wakati mwingine alialikwa chakulani na akatumia muda wa chakula kuhutubu na kuwafundisha watu neno la Mungu. Yesu pia alitumia muda wa chakula, na kama yeye alitumia muda wa chakula kufanya mambo ya msingi, sisi pia inatakiwa tuchukue muda wa chakula kuongea na wetu, kuongea na watoto wetu na familia zetu na kujadili mambo ya msingi. Angalia Marko sura ya 14 mstari wa 17 hadi 21. Marko sura ya 14 mstari wa 17 hadi 21. Basi ilipokuwa jioni, yuaja pamoja na wale tenashara ni wale wanafunzi 12, nao walipokuwa wameketi chakulani wakila. Walikuwa wameketi chakulani wanakula. Angalia, Yesu alisema wakati wa kula, amini nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja nami atanisaliti. Wakaanza kuhuzunika. Angalia, wakamwambia, maana yake walikuwa wanaongea mmoja, je, ni mimi? Akawaambia, hayo ni mazungumzo, ni mmoja wa hao tenashara ambaye achovya pamoja nami katika kombe, kwa maana mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Mungu wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingazaliwa. Waliongea muda wa chakula. Yesu wakati wa kila alisema, wao wakamwambia mmoja, yeye akawaambia ni mmoja. Ni mazungumzo yalifanyika muda gani? Wakati wa chakula. Kama Yesu alitumia wakati wa chakula kuongea mambo ya msingi, uwe na uhakika ya kwamba jambo hili ni la msingi pia, ni la msingi. Na sio hivyo tu, lakini ukisoma pia habari za chakula cha mwisho, Biblia inatufundisha habari za chakula cha mwisho ambacho Yesu alifanya, na moja wapo ikiwa ni ile eneo ambalo nimekuonyesha. Aliongea na wanafunzi wake, waliandaa chakula, akaongea habari ya mateso yake na jinsi watakavyomsaliti, na ndivyo tunavyotakiwa kuwa. Na ukisoma pia Mathayo sura ya 26 mstari wa 6 hadi wa 13, Marko sura ya 2 mstari wa 15 hadi wa 17, Injili ya Luka sura ya 14 mstari wa 15 hadi 24, unaona Yesu aliongea na wanafunzi wake muda wa chakula. Utakumbuka alialikwa pia chakulani na watoza ushuru, na wakati ameketi kwenye chakula aliongea nao, akawafundisha mambo mbalimbali. Mwanamke mwenye kibweta cha mafuta alikuja kumpaka mafuta, Marko sura ya 14. Ilikuwa ni wakati wa chakula. Kwa hiyo jifunze kutumia muda wa chakula kuongea mambo ya msingi na familia na watu wako wa karibu, na hasa kuwafundisha misingi ya kibiashara. Hilo ni jambo la msingi. Msingi wa 7, familia imara. Wazo la 4 ambalo nataka niachilie kwako ni kwamba wanandoa nao sharti wajifunze kusikilizana na kushauriana, kufanya maamuzi ya pamoja. Hasa hapa sisi wakina baba ndio tuna shida, na sisitizo wakina baba wajifunze kusikiliza wake zao. Kama familia
mjifunze kuwa na maamuzi ya pamoja, kushirikishana maamuzi ya kifamilia na kufanya maamuzi ya pamoja. Ni muhimu sana kwa sababu inakusaidia kuwa na umoja wa kifamilia. Kama tulivyoongea kule mwanzoni, lazima muwe watu wawili. Kutofautiana mawazo kupo. Cha msingi, yule ambaye anaona lile wazo la mwenzake halikubali apewe muda kutafakari na kulikubali, muwe kitu kimoja. Msifanye kitu chochote cha kiuchumi kama hamjania mamoja. Mosi 3:3, hamwezi kwenda njia moja msiponia mamoja. Kisha kuwa hiki ni kitu cha baba, hiki ni kitu cha mama, mmejiwekea mipaka ya mafanikio kwenye msingi wa familia. Inashangaza sana watu wengi wako hivyo. Wengine wanakopeshana pesa, hii pesa ya baba, hii pesa ya mama. Inawezekana ni utaratibu wa kumanage fedha, wa kutunza fedha, lakini nafikiri hauko sahihi zaidi. Mnahitaji kuwa na vitu vyote shirika, nyinyi mmekuwa ni mwili mmoja na Kristo. Watu tuliookoka tunahitaji kuongoza hili. Hakikisha kuna uwazi wa kifedha, na huu uwazi wa kifedha mshirikishane familia. Na hasa wa baba tuna shida hii, kama ninavyosema, tuwashirikishe wake zetu na tufanye maamuzi ya pamoja. Jambo moja nimejifunza kwa umri wangu mdogo ni kwamba wamama wamepewa uwezo wa kuona kule ambako wa baba hatuoni. Hasa kwenye hatari. Pale ambapo kuna hatari iko mbele, wamama wanaona kirahisi zaidi kuliko wa baba. Wa baba tunafanya mambo mengi kwa mihemko na kutaka mafanikio ya haraka. Wamama wako taratibu kufanya maamuzi, lakini wanaona vitu vingi ambavyo haviko sawa mbali. Na kwa hiyo mara nyingi pale ambapo baba tumeshauriwa tusifanye vitu fulani tukafanya, waulize wa baba wengi, 90% au zaidi watakuwa wamepata hasara. Kwa nini? Kwa sababu wamama wamejengewa hicho kitu ndani, ni cha kwao, cha kuona hatari zilizoko mbele na kushauri hiki kitu kisifanyike. Kwa hiyo ukiambiwa kisifanyike, hata kama unapenda namna gani, jipe muda. Jipe muda. Unakupa mfano ambao nilikusomea wa Samueli wa kwanza sura 25, mfano wa Daudi alipopeleka watu wake kuomba chakula kwa Nabali na mkewe Abigaili. Angalia, mkewe Abigaili alimuokoa Nabali kwenye lile janga. Nabali hakuona, aliweka moyo wake kwa mgumu, na Daudi alikuwa ameenda muue. Na unaona mkewe alimuokoa. Na alivyomuokoa akampa pia nafasi ya Mungu kumpa nafasi ya kutubu, na hakutubu. Badala ya Daudi kumuua, Mungu mwenyewe akamuua. Ukisoma ile sura wa Samueli wa kwanza sura 25 mstari wa 14 hadi wa 28, anasema, lakini kijana mmoja alimpasha habari ya Abigaili mkewe Nabali, akasema, tazama, Daudi alituma wajumbe kutoka nyikani waje ili kumsalimu bwana wetu, naye akawatukana. Nabali aliwatukana. Walakini watu hawa walitutenda mema sana, wala hawakutupa dhara, na wala sisi hatukupotewa na kitu chochote wakati wote tulipofuatana nao tulipokuwa mavueni. Watu hao walikuwa boma kwetu siku na mchana wakati wote tulipokuwa nao tukiwachunga kondoo. Basi sasa ujue na kufikiri utakayotenda. Huyu ni mfanyakazi wa Nabali, anamwambia Abigaili mkewe Nabali, kwa sababu yamekusudiwa mabaya juu ya bwana wetu na juu ya nyumba yake yote, kwa kuwa yeye ni mtu asiyefaa kabisa, hata mtu hawezi kusema naye. Mstari wa 18, ndipo Abigaili akafanya haraka, akatoa mikate 200 na viriba 2 vya divai na kondoo 5 waliofanyizwa tayari na vipimo 5 vya bisi na vishada 100 vya zabibu na mikate ya tini 200, akavipakia vitu hivi juu ya punda. Mstari wa 28, na kuomba unisamehe kosa lake mjakazi wako. Huyu ni Abigaili anamwomba Daudi msamaha, kwa kuwa hakika Bwana atamfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara, kwa sababu bwana wangu anavipiga vita vya Bwana, tena uovu hautaonekana ndani yako siku zote. Na ndivyo ambavyo Daudi alimsamehe Nabali, akaacha kwenda kumpiga na kumuua kwa hekima Abigaili aliyokuwa nayo. Na utaona baadaye, baada ya siku 10 Mungu anamuua Nabali. Ile hekima ikamfurahisha Daudi, akamuoa Abigaili kuwa mkewe kwa sababu ya hekima aliyonayo. Kusoma Biblia utaona mahali mengi wafalme wengi waliofanya vizuri, waliofanya vibaya, walikuwa wanatajwa mama zao. Walikuwa wanatajwa. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, utaona mama wa wafalme walitajwa. Kwa nini? Kwa sababu hekima ya mtoto inatoka kwa mama, akili ya mtoto inatoka kwa mama. Wamama wamepewa uwezo wa kushauri na kuepukana na ubaya ambao unatukabili, na ni muhimu mjifunze kusikilizana na kushauriana kama mnataka kufanikiwa kiuchumi kwenye msingi huu wa Biblia. Mhubiri 9 mstari wa 9, Biblia inasema, uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili ulizopewa chini ya jua, siku zote za ubatili wako, kwa maana huo ni sehemu yako ya maisha, na katika taabu zako ulizozitabikia chini ya jua. Uishi kwa furaha pamoja na mke wako umpendaye. Na huu ni ujumbe wa mtu mmoja anaitwa Prosper, namkimbia mkewe.
Mungu akujalie kuishi na mke umpendaye. Huyo ni sehemu yako, anakupa hekima, mfundishe hekima ya jinsi ya kuishi na msikilizane, na ndivyo kufanikiwa kutakapokujia. Mungu akubariki sana, uwe na mwaka mzuri. Mungu aendelee kukupa nafasi ya kusikiliza vipindi hivi, ujifunze na uendelee kubarikiwa. Karibu kesho sana muda kama huu kwenye kipindi hiki cha Utupe Riziki Yetu ya Kila Siku. Amen.